Wananchi katika kijiji cha Salagulwa, kata ya Nyamilolelwa, halmashauri ya wilaya Geita, mkoani Geita, wamelazimika kuweka wazi hali ya sintofahamu katika kijiji hicho baada ya kuwepo kwa tuhuma za kung'olewa wenye viti mara kwa mara katika kijiji hicho kwa madai ya kwenda kinyume na maagizo ya viongozi wa chama. Haya yameelezwa na baadhi ya wananchi waliojitokeza katika mkutano wa mkuu wa mkoa uliokuwa umeandaliwa na ofisi hiyo kwa lengo la kutembelea na kukagua miradi mbalimbali ya serikali pamoja na kusikiliza kero za wananchi, ambapo mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ameagiza TAKUKURU mkoa wa Geita kuingilia kati changamoto hiyo. Naomba kusema kwamba nitasema kweli daima, fitina kwangu ni mwiko. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, toka mwaka jana tuna kero hapa ambayo mheshimiwa mmoja ameizungumzia ya uchaguzi wa kila mara. Uchaguzi wa kila mara huu unaletwa na watu ambao tuna uchu fulani ambao hawachoki na uchaguzi. Mwaka jana, kuanzia mwaka juzi, tumechagua mwenyekiti wa kijiji tena kwa kura nyingi, na wao wakamsindikiza na vigeregere. Wakati wanabia mimi wananichekea na kunizomea, lakini walipomaliza zile bia kunywa na mbuzi sijui wakaanza tena. Kero kubwa inaanzia kwenye usajili wa bomba. Kwa ajili hao ni kwamba mwenyekiti yule anayechaguliwa akikataa rushwa, yule anafutiwa udhamini. Na alipofutiwa udhamini, wakubwa wanakaa wanapendekeza mpaka akafukuzwa, akaja akaondolewa, mkuu wa wilaya akaondolewa bila wachaguzi tuliomchagua, bila kupewa taarifa, wakapewa kaimu, na kaimu mpaka ameendelea mwaka mzima. Bahati nzuri tumefika wakati wa uchaguzi, tumechagua tena mwenyekiti mwingine mzuri wa maendeleo ulioyaona unayoyasifia hayo, ni yeye amesimamia. Sasa kosa limefika tena kwenye usajili wa bomba. Hilo ndio chanzo cha hatari. Alipotangaza usajili wa bomba akasema ni bure. Mzee Samson, kuchagua ni bure, kuchagua walinzi wa bomba ni bure. Mzee Samson, jina langu ni Samson Shem Mamura Mboi. Sasa ni nzuri, ni mwanachama. Ngoja, shida usajili wa wanaotakiwa kulilinda ili bomba la maji. Kisha fika huo, ndio hatari sasa inaanza. Mwenyekiti anasema tunataka wanaolinda bomba wachaguliwe bure. Asema hakuna, mpaka 300,000, 400,000, 500,000. Akikataa anafutiwa udhamini, anajadiliwa, afukuzwe. Na sasa hivi yuko kwenye mbio za kufukuzwa kwa sababu ya kijiji hiki. Kila baada ya uchaguzi, tunapomaliza uchaguzi, hao tuliowachagua mwenyekiti, wajumbe huwa hawamalizi miaka 5. Hususan mwaka jana, napo alikuja mkuu wa wilaya hapa, mwenyekiti alimwaga maji hapa, wajumbe napo wanamaliza pungufu. Sasa kero yangu najiuliza, na muhula huu tumemaliza kuchagua serikali nzima na mwenyekiti, kero zimeanza. Wajumbe hawana imani na mwenyekiti. Wajumbe hawa wakapeleka malalamiko kwenye chama wakafutia udhamini mwenyekiti. Sasa najiuliza, mheshimiwa mkuu wa mkoa, hii kero itaisha lini hapa Salagulwa? Na hivi majuzi tu mwenyekiti, tulikuwa na mkutano wa hadhara hapa. Maajabu yaliyojitokeza hapa, wajumbe ni 3 tu ambao walikuja hapa kuungana na mwenyekiti, wengine wote waliishia mtini. Na wananchi tukadhamiria kwamba kwa kuwa nyie mmetusisia sisi na makero yenu yapo mengi, basi nyinyi tuliwachagua
mmoja. Tunapowauliza kero zenu ni nini, tunasikia ni mwanzo wa ulinzi wa bomba. Na mara mbili, mheshimiwa mwenyekiti, wameahirisha vikao mara mbili, mara ya kwanza shuleni, mara ya pili wakaja wakahitimisha hapo. Sasa sisi kama wakaaji wa hapa inatuumiza, kila mwaka tunachagua, kila mwezi tunaletewa makaimu, na mwaka jana tumekaimishwa hapo. Na mgogoro ulianza kipindi cha usaili, kwa sababu utaratibu wa usaili wa wale vijana unafanywa na serikali ya kijiji. Kwa hiyo ukawa na vuta ni kuvute ndani, nani awe mlinzi wa bomba. Kwa hiyo wakaanza kutuhumiana, huyu anasema mwenyekiti amekula rushwa na watu wake, na wajumbe wa serikali nao wanasema mwenyekiti na anasema wajumbe wa serikali ya kijiji nao wamekula rushwa na watu wao. Kwa hiyo mgogoro ulikuwa mkubwa, na mwisho wa siku tukashirikiana na jeshi la polisi tukafanya usaili ngazi ya juu kuondoa ule mgogoro. Lakini mgogoro uliendelea mpaka wakafika hatua ya kufutiana udhamini. Lakini ofisi ya kata inaendelea na suluhu kwenye vikao vya ndani kumaliza ule mgogoro. Na Jumatatu tuna kikao cha chama ngazi ya tawi na kata, serikali ya kijiji pamoja na mwenyekiti wa kijiji kwa ajili ya kutatua mgogoro kwa vikao vya ndani. Maadamu ngazi ambao wanatofautiana ni upande wa serikali na chama, sisi ngazi ya mkoa tutawaelekeza wilaya, mkuu wa wilaya na chama wilaya waje wasikilize. Lakini ni hatari sana, ni hatari sana kwa watu ambao kuanza kuingia mahali ambako hapastahili. Kama mpaka wetu wa namna ya kuwapata wanaohusika na ulinzi wa bomba, lazima sifa zijulikane, matangazo yaeleweke, na utaratibu wa kuwapata walinzi uwe wa wazi, wala usio wa kuficho wala upendeleo. Maana ukiweka utaratibu ambao sio wa wazi, matokeo yake ndio hapo wanapotumilishana misuli. Kwa hiyo jambo hili na mimi kubaliana kaya fukuza kwenye uongozi wa kijiji kwenye kata hii cha Saraguru. Hatuwezi mwaka jana tukawa tumemtoa mwenyekiti, halafu ndani ya muda mfupi tumefanya uchaguzi tukamtoa tena mwenyekiti. Haiwezekani. CCM oye! Kwa hiyo tutaweka mipaka kati ya chama na serikali kwenye namna ya kuwapata walinzi wa bomba la mafuta la maji. Ili kama kazi hiyo ni kazi ya uongozi wa serikali ya kijiji, chama wasubiri matokeo. Lakini wakianza kusema mwingize na huyu, mwingize na huyu, au huyu hapana, lazima tuletee fedha, tutakuja kuwakamata wote, mwenyekiti wa kijiji na viongozi wa chama tutawapeleka ndani, kwa sababu wararushwa wote wale. Hatuwezi kukaa tunawazungusha kuwasumbua wananchi kila mwaka kwenye uchaguzi, kwenye mambo yetu ya ubinafsi ya kutaka kura rushwa kwenye kijiji chetu cha Saraguru. Haiwezekani. Na serikali ina macho makubwa. Wako watu hapa hatujawatawisha, wanahusika na masuala ya usalama, wanahusika na masuala ya rushwa. Maana yake hapa wameshagundua kuna watu wanakula rushwa. Sasa ukidakwa simu yako ilitumika kuomba rushwa kwa aliyokuwa naomba kazi, usitulilie nilio na kamato. Kwa sababu wakati mwingine watu wetu hao wanataka rushwa, wanakuwa hata kuona hawaoni. Anapiga na simu kabisa, unaleta hiyo hela yangu nikuingize jina lako au nikukate. Akiona asijibiwi anatuma na ujumbe, nataka hela nikuingize kwenye orodha ya walinzi. Tutakukamata, tutakuweka ndani, utaenda kufungwa kwa sababu ya kutaka rushwa.
Kama unataka kazi ya uongozi, kazi ya uongozi ni utumishi wa umma. Kazi ya uongozi ni swala la kuiwatumikia unaoongoza. Mtu anayekuja kutafuta kazi ya kulinda, unaombaje rushwa kwa mtu kama huyu? Unawezaje kuomba rushwa kwa mtu ambaye analinda bomba lenu la maji lisiharibiwe?